Hello mama. Nilikuwa natafuta sehemu nipokee simu. Ule mpango wetu unaenda kukamilika. Mama, naomba unisikilize basi. Nimeshakwambia kila kitu kinaenda kuwa sawa. Kitu ambacho tulikuwa tumekiplani kinaenda kukamilika. Sasa kwa nini unanigombeza? Mama, hivi unajua kwa mimi natumia akili kubwa sana? Hivi unajua kuwa nahangaika mimi kupambania kitu ambacho tunakitafuta hapa? Halafu wewe bado tena unakuja unaanza kunifokea. Kuna wakati naingiza maisha yangu rehani kabisa, halafu wewe hata ujui unakuja tu unaanza kunifokea. Kweli mama? Okay, mama, sidhani kama kuna haja ya kuendelea kulumbana. Naomba unisikilize. Huyu mtu anakaribia kupata pesa. Na akishapata pesa, nadhani ndio itakuwa faino yetu. Yaani tutafanya kila kitu na kitaishia hapo. Sawa mama, mimi nadhani tumeshaelewana. Hii inawezekanaje? Hii haiwezi kuwa bure. Hapa nimesikia kabisa maua yametikisika. Na huu mtikisiko sio wa upepo. Kwa maana hiyo kulikuwepo na mtu hapa. Halafu nimefika hapa hakuna mtu. Hii haiwezi kuwa upepo. Hii sio bure. Ni lazima kulikuwa na mtu hapa. Leticia! Abe? Simama kwanza. Hujanisikia nilichokisema? Nimesema simama. Abe dada. Wewe, unaweza ukaniambia ulikuwa wapi? Nilikuwa wapi na nimetoka wapi unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Kuna nini kwani? Wewe binti, naomba usikate kitu, unanielewa ambacho nakiuliza. Na kuuliza ulikuwa wapi before ya kuja kukaa hapa? Dada, mimi nilikuwa nipo chumbani kwangu kule, nilikuwa nakunja nguo zangu. Kwa hiyo nimemaliza kukunja ikabidi nije nikae hapa niangalie TV. Kwani kuna shida? Wewe, acha kunidanganya. Nadhani unaujua ukweli ni upi. Kwa hiyo hapa ninachokitaka, nataka ukweli. Ulikuwa wapi? Nataka uniambie. Au wewe hunielewi swali langu labda ambavyo linataka kujibiwa? Dada, kwa nini kudanganya sasa? Kuna haja gani ya kukudanganya? Mimi nasema kuwa nilikuwa chumbani, nimeweza kukunja nguo, nimekuja nimekaa hapa. Hamna kitu kingine. Kumbe wewe chizi bila kupigwa huwezi kusema ukweli. Sasa ngoja nikupige ili uniambie ukweli ambao nataka kusikia hapa. Wewe, umepata wapi ujasiri wa kunishika? Naomba unisikilize vizuri dada. Ninajua vizuri kwa wewe ni bosi wangu. Na ni haki yako kuniadhibu vile ambavyo unataka wewe. Lakini sidhani kama una kibali cha kunipiga bila kosa. Hamna kosa lolote ambalo nimekufanyia. Na ni mara nyingi sana umekuwa ukiniadhibu mimi kama punda. Ingalikuwa sijakukosea kitu chochote. Hamna kitu chochote ambacho nimekifanya kibaya kwenye maisha yako. Unaweza ukaniambia ni kwa sababu gani unanifanyia hivi ambavyo unanifanyia? Kumbe binti umekuwa na nilikuwa silijui hili. Yaani mpaka unadiriki kunishika ngozi yangu. Hivi unajua gharama ya hii ngozi? Unajua napaka mafuta ya bei gani? Unajua natumia sabuni gani? Au unajua mume wangu anatumia gharama kiasi gani kunitunza mimi? Halafu unaishika kizembezembe tu. Hivi unajua kwamba umenichubua hapa? Dada, wenda kweli mimi nyumbani kwetu maisha ni magumu sana. Lakini upasi kuniadhibu hivyo. Upasi kunipiga kila siku kama ngoma. Mimi ni mwanadamu. Mwili wangu pia unahisi maumivu. Niko hapa kwa sababu ninatetea familia yangu. Na sijaja hapa kwa ajili ya kunyanyasika. Kwa hiyo unataka kunifanyia hivi? Unataka kila siku unaniuliza na kujibu, unaniuliza hiki na kujibu. Unataka nikudanganye? Unataka nidanganye ndo utahisi labda mimi nakwambia ukweli?
Kwani lazimisha niseme uongo? Safi sana binti. Kumbe unalijua kabisa kwamba nyumbani kwenu ni mafukara, ni masikini, hamna mbele wala nyuma. Halafu nakuja humu ndani kwangu na kustiri binti, nakupa pesa unasaidia familia yako. Hakuna unachokifanya humu ndani. Sijui unalijua hilo? Hakuna unachonisaidia chochote, kila kitu nafanya mwenyewe. Kwa hiyo wema wangu ndo unataka kuniponza. Sasa wewe hujanijua vizuri. Unataka nionyeshe rangi yangu halisi, si ndio? Sasa ngoja nikuonyeshe kuwa mimi ni mama mwenye hii nyumba na nimekuhifadhi wewe fukara ambaye huna mbele wala nyuma. Na hayo mapembe yako yaliyokuota huko kichwani kwako, ukahisi unaniweza sana au unataka kunipanda kichwani. Subiri niyakate ili asije kuniasiri kwa namna yoyote ile. Mshenzi wa tabia wewe. Hata! Mume wangu, unasema niache nini? Ina maana hujakiona ambacho amenifanyia hapa huyo binti? Janeti, ni kosa gani lilopelekea unataka kumpiga? Beni, kwa maana hiyo hujaona alivyonivunjia adabu? Yaani kapata mpaka ujasiri wa kunishika mkono wangu afu ameniumiza kweli. Afu kakosea mimi nataka kumrekebisha. Wewe tena unaniambia nimwache. Una maana gani? Kiasi kwamba mpaka anashika mkono wangu kunidaka. Ina maana mimi na yeye tunalingana huko ndani. Oh. Kumbe yeye kutoka kujibu uongo ndo kosa lake, si ndio? Unalazimisha kujibu kitu ambacho ameshakujibu. Unataka akupe jibu gani kusudi ulizike? Mimi nataka nijibu ukweli, kwa nini anandanganya? Wewe, naomba unisikilize tena kwa makini sana. Nimesikiliza kila kitu. Au unamaanisha kuwa kosa lake ni kukataa kukwambia kuwa alitoka nje? Na huko nje unakung'ang'ania kuwa ametoka. Kwani kuna dhambi gani kubwa uloifanya mpaka inakulazimisha wewe umng'ang'anie kwamba amekuona au amekusikia? Dhambi? Mimi sijazungumzia dhambi yoyote, lakini mbona unazungumza hivyo? Haujui dhambi ipi? Sasa kama haujui kwa nini unamkataza na unamng'ang'ania kwambie kwa ametoka nje? Mtu umemuuliza kitu usichokijua. Nimesikia kila kitu kilichokuwa kikizungumzika hapa. Au ni sheria gani tuliweka kwamba inakataza asitoke nje ya geti? Labda ndio imepelekea ameivunja, umeona unataka kumpiga. Nisikilize. Huyo ni mtu. Ana haki za msingi kama binadamu yote. Sio mbwa, sio paka. Leticia, excellent. Nzuri sana. Sometimes unyonge hautakiwi kwenye maisha. Kwa sababu hata nyoka asingekuwa mkali, tungemgeuza mkanda na tukamfungia suruali. Ila alivyokuwa mkorofi, ndio maana tumempa mipaka na tunamheshimu. Anyway, wewe mama Maasila, kama unaona ni faida kubwa sana kumnyanyasa na kumpiga, au uliambiwa ukimpiga utaongezewa mshahara, endelea kupiga ili ukamalizie msingi wenu kibada. Kanoni. Kanoni. Yaani nimekuita toka nipo kule. Nimekuita kabisa karibia mara 5 lakini hata unisikii. Kwa na mawazo gani mpenzi wangu? Katika moja ya makosa umewahi kuyafanya kwenye maisha yako ni hilo la kulala nyumbani kwangu. Na binafsi nalijutia sana kwa sababu umeniharibia sana Farida. Hivi unajua kwamba nimeshakwambia mara nyingi sana usinifuate kwa sababu mimi na wewe tumeshamalizana. Tumeshaachana. Na kuna muda inabidi ukubali Farida kwamba hakuna mapana yasiyokuwa na ncha. Na ningependa sana kama ungekuwa na sikio la kusikia ukanisikiliza ambacho nakizungumza. Hivi unajua umeharibu kiasi gani kwa mpenzi wangu? Ulivyokuja nyumbani kwangu na kulala nikakusindikiza, baada ya hapo ukataka nikukumbatie, ulivyonikumbatia tu mpenzi wangu alishuhudia kila kitu. Kwa nilivyoenda kukutana naye akaniambia kwamba ameona kila kitu. Umeharibu sana. Yaani umeniharibia mahusiano yangu kwa sasa. Kwa hiyo hatuna amani na hata unavyoendelea kunifuatafuata maana yake unaendelea kuniharibia vile vile. Na nimeshakuonya mara nyingi. Ningeomba usinifuate popote. Na nyumbani kwangu iwe mwiko nisikuone kabisa. Kwani Kanoni, tukiwa tunaongea mimi na wewe, uwezi labda ukajaribu tu kumsahau huyo mwanamke, yani usimuongelee? Eti. Okay, sawa. Hata hivi mimi anihusu hayo.
Hilo swali la kuhusu kuachana Kanuni, nataka mimi nikujibu mara ngapi? Kwa sababu kila siku unaniuliza na nakujibu jibu moja tu kila siku. Eti hakuna binadamu ambaye hajawahi kukosea. Mimi nilikosea na nilikufuata kabisa nikakwambia. Kwa hiyo kila siku unavyoniambia tu swali zuri kuhusu kuachana, sio kufanyaje. Kwani wewe ni wimbo wa taifa babangu? Si amna. Nimesha kujibu. Na sidhani kama nina jibu jingine la kukwambia. Hata hivyo hebu nisikilize. Naomba unisikilize. Tena unisikilize kwa makini Farida. Hivi sasa mimi nina majukumu ya kiserikali. Majukumu ambayo yananifanya mimi niwe busy sana. Na ambazo zaidi ni kwamba nafuatilia watu ambao ni hatari na wameshindikana sana. Na kwa sababu mimi sitaki kuona wewe ukipoteza usalama wako. Najali kuhusu usalama wako. Nisingependa uendelee kunifuatilia kabisa. Kwa sababu kadri unavyozidi kunifuatilia ndivyo unavyozidi kusogelea kifo chako. Kwa sababu watu wenye kazi kama ya kwangu, wanaofanya majukumu kama ya kwangu, mara nyingi huwa wanatembea na Israeli mtoa roho mbele yao. Unavyozidi kunifuatafuata maana yake wewe unataka kukisogelea kifo Farida. Usinifuate. Kwa siku utapigwa shaba puf. Unakufa hapo mara moja. Hakunaga jokes kwenye swala la kifo. Ukipigwa risasi mara moja tunakufa hapo hapo. Kwa hiyo kadri unavyozidi kunifuatafuata ndivyo unavyozidi kujihatarishia maisha yako. Na mimi nimeapa kuwalinda raia na mali zao. Na wewe ni mmoja ya raia ambao mimi nawalinda. Najali sana kuhusu usalama wako, labda kama wewe hujali kuhusu usalama wako. Kwa hiyo chonde usiendelee kunifuatafuata. Utakufa. Na kwa sababu nimekuonya mara ya mwisho, nisingependa tena hiki kitu kijitokeze ama kijirudie. Tafadhali sana. Na niko busy kwa mambo mengi ya kufuatilia kiserikali. Uwe na wakati mwema. Kanuni, sasa nisikilize. Wewe vipi? Daipi, karibu. Asante Leticia, ujambo? Mimi si jambo. Za uko nyumbani? Za nyumbani salama kabisa. Za hapa? Za hapa ni nzuri. Sema umetususa. Amna, mimi nipo mbona. Sijawasusa mbona. Haya, karibu tupo. Asante. Vipi? Janet nimemkuta? Hapana, Janet ametoka. Ameenda supermarket, kuna vitu vyake fulani ameenda kuchukua. Hata hivyo hatachukua muda mrefu kwa sababu ametoka na gari. Kwa hiyo nadhani atakuwa njiani anarudi. Kwa hiyo unaweza kupita tu ndani ukamsubiria. Okay, sawa. Lakini kuna mzigo wake aliniagizia. Nikaona aje kuchukua, nikaamua nimletee. Basi sawa, umefanya vizuri. Lakini kwa sababu hayupo, unaweza kupita ndani ukamsubiria. Basi sawa. Vipi, TV iko on? TV iko on. Wewe ingia tu kaangalia. Basi sawa Leticia. Lakini naendelea na kazi zako? Ndio, si unajua ndo majukumu yangu ya kila siku lazima niyafanye. Basi sawa, hongera. Asante, karibu. Asante. Ngoja niende ndani. Bye. Bye. Okay. Shemeji, habari? Salama shemeji yangu. Karibu. Shemeji, mimi sije kukaa. Ila nimemletea Janet mzigo wake. Ndio hivyo sasa sijamkuta. Na Leticia ameniambia ametoka. Kwa hiyo nikaona ni bora nije niangalie zangu TV huko ndani nimsubiri. Lakini sikujua kama shemeji uko ndani. Hata usijali kabisa. Unajua sikuwepo hapa na hisi ndo maana Leticia amekwambia. Nimetoka chumbani kwangu kule nikaja hapa, kuna vitu nilikuwa naweka sawa kwenye simu yangu. Hata hivi sikai sana, nadhani nitakaa muda mchache. Kunaweza ukakaa ili akija akukute, maana ameenda supermarket na sidhani kama atachukua muda mrefu. Basi sawa shemeji, asante. Sawa. Jamani, kuna nini kinaendelea hapa?
Nini kinaendelea kivipi? Na mbona unakimbia? Amna kitu. Sema tu mume wangu, nilikuwa naomba nizungumze naye tafadhali. Pembeni kidogo. Mke wangu, mimi sidhani kama hata ina haja kwa sababu mimi natoka. Kwa mnaweza mkaendelea kuzungumza hapa. Sawa. Yeah. Sawa. Heavy. Bye. Wewe mshenzi. Hivi unapata wapi ujasiri wa kuja kukaa hapa na mume wangu? Yaani umetoka huko ulikotoka, hujanikuta hapa ndani, lakini umepata ujasiri wa kutoka huko nje mpaka kuja kukaa hapa na mume wangu. Unajielewa kweli wewe binti? Tena haitoshi. Umekuja na nguo ambazo zimechanika mwenzetu, ndio unatuonyesha wewe upo wako. Ndio ulikuja kumtega nao mume wangu, si ndio? Janeti, namtega mume wako kivipi? Mimi nikuja hapa nikufuata wewe, nikuletea ule mzigo. Wewe utanielewa tu. Na ninajua kabisa unanielewa ambacho nakizungumzia hapa. Nimekwambiaje? Umepata wapi ujasiri wa kuja kukaa na mume wangu? Naomba unisikilize kwa makini. Sitaki tabia jirudie. Ya wewe kutoka huko ulikotoka, hujanikuta hapa nyumbani, halafu unakuja unajileta humu ndani na ngwala zako, unakuja unajikalisha hapa sebuleni. Sitaki. Umenielewa? Janeti, unaongea kuhusu nini wewe? Mbona sikuelewi? Mimi nimekuja hapa kwa ajili yako na nimeingia sasa hivi. Uzuri nimeshakwambia. Nikiwa sipo hapa ndani, huruhusiwi kukanyaga humu ndani kwangu. Na kingine, cheza na vyote binti. Usije ukasubutu kucheza na mume wangu. Umenielewa? Janeti, mimi shemeji yangu namheshimu sana kama ninavyokuheshimu wewe. Na mimi si mwanamke wa design hiyo. Janeti, nimekuja hapa kukuletea ule mzigo wako ambao uliulipia na hujaje kuuchukua. Nikaona nikuletee. Haya, huo mzigo wenyewe uko wapi? Huu hapa. Haya, unaweza ukaenda kwa sababu umeshanitibua na sina muda kabisa kuzungumza na wewe. Hatuna ambacho tunaweza tukaongea. Unaweza kuondoka. Unasemaje Janeti? Hujanisikia nilichokisema? Nimesema ondoka nyumbani kwangu. Lakini Janeti, mbona unafanyia hivyo rafiki yangu? Wewe vipi? Mbona kama unang'ang'ania hapa nyumbani kwangu? Umechangia hata tofali wewe. Haya, naomba utoke. Fanya kwenda, changamsha hiyo miguu. Okay. Haya, mzee wa kulilia mapenzi. Na kuona unaendelea na usafi na unavyofagia sasa. Yaani inaonekana kabisa hauko sawa, mawazo yako yote yako mbali. Na ninachojiuliza dada yangu, wewe ni binti mmoja mzuri, mrembo dada yangu mashallah. Ila sasa unakwama wapi sasa kuongea na mpenzi wako? Mwanaume anahitaji umpe tu maneno vichachafu vizuri atakuelewa. Haya wewe mwenzangu unakwama wapi? Yaani hicho ndo najiuliza na mwenye Farida. Sijui tunakwama wapi watoto wa humu ndani. Maana mapenzi yanatuendesha. Sijui tunalaana, sijui tuna mkosi. Sijakuelewa, unamaanisha nini? Ndio, namaanisha wabinti wa ndani sisi tumepatwa na nini? Maana sisi ni kutwa kulialia kuhusu mapenzi. Wakati wengine huko wanaenjoy na wapenzi wao. Aliyetupa laana ametuweza. Maana mikosi ni tunayo. Laana? Kama ni laana basi unayo wewe mwenyewe kwa sababu mimi siwezi kuwa na laana. Hebu niangalie. Niangalie juu mpaka chini afu niambie hiyo laana imekaa wapi. Kwa sababu mimi mpenzi ninaye udugu wangu. Mpenzi? Mpenzi yupi? Mpenzi huu? Mpenzi hau? Mpenzi jini? Labda kama mpenzi jini hapo itakuwa sawa. Mpenzi yupi? Kivipi? Ina maana mpenzi wangu mimi humjui? Mpenzi wangu mimi ni Kanoni, kiongozi wa chama na serikali, handsome boy la dunia.
na yule baba alivyofundi sasa jamani. Nakwambia huko nilikotoka nimebembelezwa vipi. Nakwambia muda wote nabebwa mgongoni barabarani. Nikimwambia babangu uone aibu, watu wanatuona amenibeba mgongoni, anakwambia tulia mama, sijachoka. Navyokupenda sasa. Kwa nini nione aibu sasa? Siwezi kuona aibu kwa ajili yako. Napendwa mimi jamani. Hujakosea Farida, udugu wangu. Na wala hata sikupingi. Yule baba kweli ni fundi. Maana kwa kudhalilisha kule, mtu naenda unamshika na kutoa mkono na kuacha mbele za watu, au fundi anao tu. Yule baba anaweza jamani, kama tu fundi wa kudhalilisha mtu anao. Wewe kindege. Mbona unaongea vitu kwa mafumbo? Na sikuelewi. Unamaanisha nini? Na umeona nini? Farida, acha kujikata kichwa basi. Nimeona kila kitu. Yaani huna cha kunidanganya. Nimeona ambapo unakumbatia mwanaume anatoa mkono na utupa. Mabinti wa umndani tunatia huruma. Yaani mapenzi tuachie tu wengine. Nisikilize nikwambie. Wewe kama una mikosi hiyo ya mapenzi ni ya kwako, lakini mimi siwezi kuwa na mikosi. Na kingine, kama uniamini, basi leo jioni tutoke yote afu tuende mpaka kwa Kanoni. Ukajidhihirishie mwenyewe jinsi gani Kanoni alivyo ananipenda. Upo. Mwenzako mimi napendwa mama. Sio kama wewe kila siku unalia na mapenzi hapa mpaka baba anajua. Mwenzako mimi Kanoni ananipenda hatari. Tatizo letu humu ndani sisi ni ving'ang'a. Yaani mimi na wewe udugu, sisi ni ving'ang'a, na tusipoangalia kwa kung'ang'ania huku mapenzi, tutakuja kuuawa hivi hivi. Mimi udugu ni wewe kwa ajili ya mapenzi. Ndugu yangu mimi mpenzi naye na ninatamba naye. Kama wewe unalia kwa ajili ya mapenzi, lia mwenyewe, lakini mimi siwezi. Mabinti wa mndani sijui tuna nini. Yaani mapenzi yameumbiwa wengine, sisi kutwa ni kulia. Tutauona moto mpaka mwaka uishe. Niachie bwana. Kicha, wewe kokote. Mimi siwezi nikakuachia. Nataka tuongee alafu unataka kuondoka. Kwa nini uondoke Kichinjile? Nisikilize kwanza. Nisikilize vizuri Jeni. Tena unitegee sikio. Nimekupa muda wangu kukusikiliza, lakini cha ajabu ni kwamba unarudia mada zile zile, yani hakuna chochote cha maana ulichoongea. Zaidi unaongea pumba tu. Muda wote unarudia mada zile zile ambazo mimi sitaki kuzisikia. Kwa hiyo sasa Jeni, sina muda wa kukusikiliza, naomba uniache mimi nifutike. Kichi, mimi sikuachilii. Bado kuna jambo la muhimu ambalo nataka nikwambie. Najua nikikwambia hilo utanielewa tu. Kwa nini unanikatisha? Bado sijamaliza kuongea. Nisikilize kwanza Kichinjile, usiondoke. Hebu niachie bwana Jeni. Cha muhimu kipi chengine? Kipi? Mara kwanza umeniambia hivyo Kichinjile kuna kitu cha muhimu nataka tuzungumze. Nimekupa sikio langu, nimekupa muda wangu ili niweze kukusikiliza, lakini umeongea pumba muda wote. Alafu sasa hivi nataka niondoke, unanishika miguu. Unachokitafuta nitakuumiza Jeni. Nimekwambia sihitaji kukusikiliza na mambo mengi ya kufanya. Hebu niachie basi. Kichi, mimi sikuachilii. Sikuachilii kabisa, nakwambia serious. Nisikilize kwanza. Nisikilize vizuri Jeni. Unachokifosi wewe ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Kwa sababu kimaisha kweli mapenzi ni maliziano kati ya watu wawili. Yaani mapenzi ni hisia, kuhisiana. Alafu mimi sina hisia na wewe. Wewe kitu gani ambacho ukielewi? Mimi na mpenzi wangu na mke wangu ambaye mimi nampenda. Kwa hiyo habari zako za kunifosi, tunakutana barabarani kama hivi unaanza kunishika miguu, mimi sizipendi jue. Sizitaki. Utanifanya mimi nikuumize dakika za mwisho, mambo yawe mengi. Hebu niachie basi. Kichi, kama umeridhia unataka kunipiga uniue, basi nipige. Jeni, kunakoelekea nitakupiga, nitakuumiza mimi niende jela. Yaani utanifozi nikupige mimi niende jela nikafungwe mzee. Nimekwambia hebu niachie Jeni. Sikuachii. Moja, niachie Jeni. Siachii. 2, niachie Jeni. Nimesema siachii. 3, niachie Jeni. Nimesema siachii. Hebu niachie. Mimi sikuachii. Nisikilize. Na ukiendelea kunishika mguu wangu nitakupiga mguu wa kichwa sasa hivi nikuvimbishe. Hebu niachie basi. Wewe kama unataka kunipiga uniue niue, lakini sikuachii. Unajua unanitafutia kesi wewe? Unajua unanitafutia kesi wewe? Na unataka kuniachia ndio? Ona sasa mpaka mpenzi wangu anakuja kama hivyo nataka mimi nifumanie si ndio? Ona sasa kumbe kioga. Kama kinguruwe poli. Mshamba kumbe hujatoka wewe. Kichi. Kichi usiondoke. Kichi. Nichanganye.